muislamu anayekwenda kutekeleza ibada ya hija, mafundisho ya Uislamu yanatuambia kwamba muislamu lazima afanye bidii, ahakikishe ya kwamba mali aliyoiweka na kuiandaa kwenda kuitekelezea hija ni mali ya halali, ni mali aliyoichuma kwa halali na kwa uzuri, sio mali iliyochanganyika na mambo ya haramu. Kwa hivyo kabla hata ibada ya hija hujaitekeleza, somo la hija tayari lishaanza. Na somo la kwanza la hija ni kuhakikisha muislamu saa zote anna kasbahu, anna jami'a ma yaksibuhu, anna jami'a ma yanaluhu fi hadhihi alhayah halal mubah abahahu Allah tabaraka wa taala wa ahallahu lahu. Kila ambacho muislamu anakichuma katika maisha yake ndani ya ulimwengu huu, iwe ni chumo la halali, liwe ni pato la halal, iwe ni income ya halal, ni earning ya halal. لأن العبادة إذا كان المال لأدائها مكتسب من حرام فهي عبادة مردودة. Kwa sababu ibada ya hija, ikiwa mali iliyopatikana kwenda kutekeleza ibada ya hija ni mali ya haram, Allah subhanahu wa ta'ala hakuna njia aweza kuikubali hija hiyo. Kwa ushahidi wa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Allah subhanahu wa ta'ala ni mzuri na hakubali chochote isipokuwa kilicho kizuri. Kwa hivyo mali iliyo ya haram, muislamu lau atadhani kwamba mali ile aweza kuitumia kwenda kuitekelezea ibada ya hija ambayo ni ibada ya mara moja kwa umri, basi muislamu huyo atakuwa amekosea. Unakwenda kufanya ziara, itakuwa ni kama starehe, unakwenda kuangalia biladillahi alharam, unakwenda kuangalia Kaaba ujifurahishe, lakini kwamba umetekeleza faridhatul hajj, hadha la yakun, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala la yaqbalu illa tayyiban. Na ajabu ni kwamba mafunzo haya hayapatikaniwi alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallama, au hayakujulikana alipokuja Mtume peke yake alayhi salatu wasalam. Cha ajabu ni kwamba hata Makuraish tangu zama za jahiliya walikuwa wanafahamu na wanatambua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala la yaqbalu illa tayyiban. Hilo Quraishi walikuwa wanalijua, na wao wako katika jahiliya kabla mab'athi an-nabii sallallahu alayhi wasallam. Kwa wale waliosoma sira, kwa wale waliosoma historia ya binaul Kaaba, wanafahamu kwamba Kaaba ilipitia marahili za kujengwa, na miongoni mwa marahili za Kaaba kujengwa ilitokea wakati Kaaba iliporomoka kwa sababu ya mifuriko, as-suyul wal faydanat allati alammat bil Kaaba. Ilipoporomoka kuta za Kaaba, Quraish wakajumuika katika vikao, wakasema, jamani, nyumba hii tukufu imeanguka, ni lazima tuisimamishe, hii ndiyo nyumba tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akasimama Abu Amr ibn Wahb, kiongozi aliyekuwa ndiyo in charge wa al-Kaaba, akawaambia, ya ma'shara Quraish, la tudkhilu fi binaiha illa min kasbikum at-tayyib. Enyi kusanyiko la Makuraish, wakati tutaka kuijenga Kaaba hii iliyoporomoka, musiingize katika kujenga Kaaba pato lenu lolote ambalo ni la haram, isipokuwa ni pato ambalo ni tayyib. La tudkhilu fi binaikum fi binaiha min kasbikum illa ma kana tayyiban. Enyi Quraish, musiingize katika mali ya kujenga Kaaba hii isipokuwa katika mali yenu ya halali. Quraish wanasema maneno haya kabla hajatumilizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Wahab ibn Amr akaendelea kuwafafanulia maneno haya, ili anaogopea isije jamaa ikawa hawajaelewa maneno haya vizuri. Akawaambia, la tudkhilu fiha mahra al-baghi, musiingize katika kujenga Kaaba hii mali chumo ambayo mumeipata kwa wanawake
wanapofanya vitendo vya uchafu. Mnakodisha wanawake wanafanya mambo ya uchafu, nyinyi ndio mnaopata pesa. Zile pesa msizilete katika hii Kaaba kuijenga. Hii ni kazi walikuwa wanaifanya Quraysh. Allah subhanahu wa ta'ala akaikemea katika Qur'an, wala tukrihu fatayatikum ala albigha in aradna tahassunan litabtaghu arada alhayati dunya. Msiwalazimisha wanawake ambao wanaotaka kujihifadhi wende wakafanye zina ili nyinyi mpate chumo la kidunia. Kwa hivyo Quraysh walikuwa wanaifanya hii kazi, wanatafuta wanawake, wanawakodisha wanawake wale wafanya uchafu, wao ndio wanaopata pesa mfukoni. Kwa hivyo zile pesa mnazozipata za uchafu msizitie katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala bai'a riba, wala msiingize hapa ndani biashara za riba. Wala madhlamata ahadin minan nas, wala msiingize katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala dhulma yoyote ambayo mnamfanyia mtu. Quraysh fi jahiliyatiha, katika ujinga wao wanafahamu kwamba haya ni mambo ya haram. Allah subhanahu wa ta'ala hastahili kupelekewa mambo haya. Kwa hivyo hii ni darsa ya kwanza kubwa min durusi al-hajj. Kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala la yakbalu illa tayyiban, kama ambavyo Muislamu unafanya bidii kwamba ibada yako ya hija iwe imetokamana na pato la halali, kwa hivyo uendelee katika maisha yako yote kwamba wewe una bidii na kuwa mwangalifu kuangalia ya kwamba kila shilingi unayoipata min aina jaa wa min aina ata. Hii shilingi mimi imeingia vipi? Hizi senti zimeingia kwa namna gani? Hata yakuna dhalika halalan inda Allah tabaraka wa taala.